Tuturu, tuturu, tuturu. Dada, naona kabisa jambo langu linaenda kukamilika. Jambo lililonileta kwenye mkoa huu, naona kabisa linaenda kunyooka. Mambo yangu sasa hivi yatakaa sawa. Kwani nikuulize, kwani umetoka mikoa mingapi mpaka hapa? Nimehama mikoa 8 na huu nilio sasa ni wa 9. We kiboko, mimi kweli ni mchawi, ila wewe nimekuvulia kofia. Mikoa 8 mpaka umefika hapa kwangu? We kiboko, na imekuwaje kila huko ulipotoka kote unamwaga damu za watu? Imekuwaje? Wewe ni kiboko, wewe umenishinda tabia ndugu wangu. Mimi nina jambo muhimu kabisa linanipeleka mbio kabisa. Ni jambo gani hilo ambalo unalifanya kule, kumwaga damu wa watu mpaka unafanya matukio magumu? Yaani mpaka mimi hapa nilipo unaponiona nasikia utumbo unanicheza. Jambo hilo ni siri, halitakiwi kusemwa sema midomoni, maana nikishaliongelea tu mambo yangu yote hayatoenda sawa. Ila wakunitimizia hilo jambo si mwingine, ni mwanangu Janet. Kwa sababu Janet ndo alonitimizia hawa watu 8 katika mikoa 8 iliyopita. Kwaona huu mkoa huu pia yeye ndo atakayenitimizia. Na tayari ameshakuwa na mchumba kwenye mkoa huu. Na huyo mchumba wake ndo tutakayemfanya kuwa mtu wa 9. Na akishatoka huyo wa 9, atafuata wa 10 na wa 11. Kwa hiyo unakaribia kutukimbia. Na maana ukishamuua huyu mtu wa 9, sitabidi uame tena mkoa huu. Je, unamjua huyo wa 11 ni nani? Hapana, simjui. Na kwa nini mimi nimjue mtu wa 11? Na kwa nini nisimjue mtu wa 10? Huyo mtu wa 11 ni mwanamke. Wa kike? Asije akawa ni mimi. Maana ni wewe. Sikuelewi kabisa. Hauwezi kuwa wewe. Wa 11 ni binti yangu Janet. Nini? Janet? Mtoto wako ulomtoa katika mfupa wako? We kiboko, Mungu wangu. Hivi uogope mtoto ulomtoa katika utumbo wako umtoe? Sasa unashangaa nini? Kwani wewe hujawahi kutoa kafara? Mimi nimetoa, lakini sio katika tumbo langu. Alafu wewe Janet mwanao si mchawi mwenzio yule? Hivi unawezaje kumtoa kafara? Hauogopi kufanya hivyo? Siogopi kwa sababu simtoi kama kafara. Ninamtoa kwa sababu ya kutimiza malengo yangu. Na inabidi nifanye hivyo. Yeye ndo anayekamilisha damu 11 katika damu zilizomwagika. Kwa sina budi kufanya hivyo. Mbona yale nayohisi sio ya kawaida? Afu nahisi upepo mzito. Hata mimi nimeisikia. Inawezekana kuna mgeni kaja kukutembelea. Na sijajua kuna shida gani. Alafu harufu ninayoisikia ni kama mtu kutoka wakati ujao. Wakati ujao? Au atakuwa baba wa mchumba wa mwanao? Baba yake ameshaacha uchawi siku nyingi. Mama yake je? Mama yake alishakufa muda. Ni bora hata ingekuwa harufu ya mtu aliyopita. Hebu angalia. Wewe si unaona dada? Mimi hapa kwa utaalamu wangu wote, mimi siwezi kufanya hivyo vitu. Kwa sababu mimi leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Na siruhusiwi kabisa kufanya kitu cha aina yoyote. Labda wewe kwa utaalamu wako uangalie ni nani. Kwa sababu leo ni birthday yako na hautaki kusherehekea. Ondoka. Niache nifanye hii kazi mwenyewe. Mimi sifuatiliwi kizembezembe. Mimi ndo Zasha. Nitamjua huyu ni nani. Na hata toka huko nitahakikisha atafia humu na kubaki hapa hapa. Sawa? Kwa sababu mimi nakuamini sana wewe. Kama vipi ukimkamata wewe maliza mdogo wangu. Alafu nilete kichwa
ya birthday kwa sababu nina kazi kule natakiwa kichwa. Hongera mama, una nyumba nzuri. Asante kijana wangu. Karibu hata ndani unywe maji mwanangu. Mimi maji sinywagi. Wewe binadamu gani ambao hutaki kunywa maji hata kidogo? Mimi ni binadamu reptilia. Sisi hatunywagi maji. Asante sana mwanangu, nashukuru. Mwenyezi Mungu akujalie, akuongoze. Mungu akupe kila laheri. Basi mamangu, amina. Amina mama. Una moyo mzuri, una tabia, huko ninavyokuona una tabia njema. Sinisha kufikisha hapa, kwa mimi naondoka kwa hiyo. Subiri kwanza kijana wangu. Yaani unajua katika pita zangu zote za maisha nilizokuepo, sijawahi kuona mtoto mzuri kama wewe. Mwenyezi Mungu akujalie sana. Amina. Mwenyezi Mungu akujalie kila laheri. Amina. Akuondolee mabalaa. Amina. Akuondolee manuksi yote mjukuu wangu. Yaani wewe ni mzuri kweli. Mwenyezi Mungu akujalie kwa kila laheri, kwa kila kitu. Sawa mama, kwa hiyo. Mwanangu. Hivi unajua kwamba kuna watu wanataka kukuua? Na nimekwambia hivyo kwa sababu ya wema wako ulionifanyia mwanangu. Ukarimu wako, kunipokea, kunikubalia, kunileta mpaka hapa nyumbani kwangu. Na ndio maana nimekwambia hivyo. Sasa mimi najua wewe huna pa kwenda. Kama unaniamini mimi, njoo hapa nikwambie mengi kijana wangu. Na kama uniamini, haya basi nenda. Na ndio maana wazazi wenu wanawafundisha kuwa wema. Mkiwasaidia watu wazima, kuna baraka unapata. Ila mimi nitakaa nje, maana napenda kweli kukaa nje, kuna upepo mzuri. Tuturu, 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 tuturu. Wewe huwezi kujifariji, huwezi kujifariji. Yaani unachonikera kila siku unapandisha na hapa nyumbani kwenu, lakini unakuwa mpya. Panachosha. Kwa nini msingetafuta tambalale ndio mkanunua? Mlishiwa hela. Mtakuwa mlishiwa hela. Umeonaje sinema leo? Sio mbaya sana. Ukisema sio mbaya sana maana yake ni mbaya kidogo, si ndio? Inamaanisha basi ni nzuri. Ni nzuri. Unatamani tuirudie? Kidogo. Ila umenzalilisha. Kwa ulivyovaa hivi Mlimani City. Bora mimi mwanaume. Mwanaume wanijali sana. Wewe nilisema nitakuchamba. Sasa mimi nilikusubia fugafa, namuona mnakuja mtu miguu kama inaenda mbele na rudi juu mahali alivyovaa. Yaani nikikurudisha tuweze kuangalia sinema. Sasa baby, mimi na wewe tuna tofauti gani? Kwenye nini? Kwa unataka tufanane? Sawa msambui wangu. Lakini umekapenda ka sinema. Ulichopenda zaidi ni mle ndani ni nini? Kale kanyimbo ni bora. Ile Sound. Kwa hiyo umetoka na sound tu. Haya. Ndio nini sasa? Hebu acha. Nitakusaidia hapo. Na hapa ndo nakuonea huruma. Basi ni bebe. Sasa kuna tofauti gani katika kutembea mwenyewe na kunivuta? Hapa ni nyumbani. Mama anaweza akaona bora asikie kuliko kuona. Atakuwa ndani. Njoni kubebe. Unapenda raha, kwenda. Mama, kwani wewe ulijoje kama mimi nataka kuuawa? Nimejua kwa sababu mimi ni mganga. Mganga? Mimi ni mganga mkubwa hapa vijijini. Lakini mimi mganga wangu ninakamata majini tu. Uogopi? Sasa unashangaa nini mwanangu? Mimi nakamata majini yote. Awe mnene, awe mwembamba, awe kiburushuti, awe sijui nani, yani majini yote unayajua wewe majini. Mimi ndo nayakamata na yamiliki hapa na yakamata. Kumbe una nguvu Nakamata mpaka mijini mengine mikubwa kama misanamu ya Michelini ile ilivyo. Lakini katika kukamata majini yote, nishakutana na jini mmoja huyo.
ni hatari. Nishakutana na jini mkubwa. Yaani kama unapajua Posta? Lile gorofa la hayati Mkapa unalijua lile? Ndio nalijua. Yaani nilikutana na jini yani mrefu. Yaani mimi mwenyewe kwanza nilipata na hofu afu baadaye nikafanya hii. Acha nilikamata, lakini nikalikamata, nikalitia kwenye chupa. Unaonekana una nguvu basi. Asa mama, kama wewe mganga kule basi niambie mimi nataka kuniua nani? Huyo alokuwa mume wako huyo, baba yake ndo anataka kukuua wewe. Na ukicheza hivi tu, wewe una maisha. Kweli? Kweli wewe mganga? Maana baba yake Bugwa ndo anataka kuniua mimi kweli. Asa mama, wewe hapo unanisaidiaje? Hapo sawa. Kwa hiyo wewe unachotaka nikupe jini? Jini? Utembee nalo? Kwanza ujini wa kike wa kiume? Mijini yangu yote mimi ni wanaume. Akinibaka? Hata kama ukikubaka, si kidogo tu. Mistaki. Mistaki wa majini, mistaki jini. Sasa, kwa hiyo unataka malaika? Amna, mimi simaanishi unipe malaika. Sema nikupe. Mwende mkakutane huko kuzimu huko. Maana ukishakufa ndo unakutana na malaika kule mbele. Mimi sitaki jini wala malaika. Kwanza malaika yenyewe mimi ni maadui zangu. Wewe angalia tu namna ya kunisaidia basi. Kama unataka nikusaidie, basi baki hapa nyumbani kwangu. Alafu mimi ndo nitajua nitakusaidia vipi wewe. Kweli? Umekubali? Utabaki na mimi hapa? Ndio, ila sio sana. Hiyo sio sana hiyo. Itanitosha sana mimi kukuua wewe. Mbona kama nafikiria sana huyu mama? Haniambie kipofu mchongo. Maana wewe na unajua kueti. Sana. Maana unapojipapasa papasa utasema kweli. Paka dogo kaingia kwenye laini. Sasa kumbe utafanyaje? Lazima iwe kama kweli ndio uweze kufanikisha lile jambo. Ukizubaa hivi hivi, aweza kukushtukia. Ila ongea kwa kazi nzuri. Asante sana. Yaani hapo unavyoona usiku namwandalia chakula kizuri. Yaani leo ndo usiku wake wa mwisho. Vizuri sana. Tena mpikie hajirambe asahau yote. Yaani asijue chochote wala kuhisi kwamba nini hapa kitatokea. Umefanya vizuri. Nitakupa zawadi. Ila hiyo zawadi sikupi sasa hivi. Mpaka nihakikishe mtu yuko hapa. Ndio nikupatie hiyo zawadi yako. Maana huyu binti alikuwa ananiumiza kichwa. Yaani kwa nafikiria nitampataje mpaka asije akanifilishia mambo yangu. Lakini ukubwa dawa. Usiwe na wasiwasi. Waanga wote tunajuana. Mambo madogo tu yale. Hapo Sterling alikuwa anamtongoza demu wake kwa mara nyingine. Unajua wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri sana. Yaani una kichwa cha upanga. Una miguu ya Oysterbay. Una pua ya Masaki. Una Ningekuwa mimi nisingekubali. Ungekubali tu kwa sababu tayari nyota yangu ni kama jua. Yaani inaunguza. Kwani ungeona hizo sifa ni nzuri, ungekuwa unasema asante baby. Asante. Asante. Mimi ndo ninavyoongea. Mimi naondoka. Mbona mapema? Wewe unataka niondoke alfajiri. Hiyo kidogo manake nitalala. Afu mzee wangu bado mpya. Na hamu ya kumuona baba yangu mara kwa mara. Tunaona mzee yule pale. Nakutembea. Mkubwa mwenyewe. Mimi naenda. Baki kidogo bwana bibi. Ndio umeenda. Kama unaondoka mimi nakujitupa. Wewe acha masiara. Nataka ujitupe. Ndio. Inaonesha unipendi kabisa siku hizi. Maneno yako mabovu hayo. Mimi ni mwanaume ninayekupenda sana. Alafu nataka nikwambie, wewe ndio mtu ulionifanya mimi nikarudi katika upya wangu. Yaani mmea ulikuwa umesinyaa, wewe ndio umekuwa maji. Umenawiri. Kwa hiyo sina uwezo wala ujasiri wa kutokuthamini wewe na kutokupenda. Najua unalielewa hilo. Sawa? Na kama unataka kujiua, na mimi nitajua. Au nikuonesha mfano?
Nalinyonga hivi. Wewe. Acha nijitoe roho. Acha. Usifanye hivyo bwana. Alafu mimi umwache na nani? Wewe. Hapana. Nikifika kule namwambia Mungu na anakuleta haraka. Mungu ni shoga yako. Wewe si Mungu ni shoga. Sasa Mungu rafiki yako. Haya, Mungu ni rafiki yako. Mungu akiwa ili awe rafiki yangu lazima niwe mcha Mungu. Sikia. Na sheria 16 kwenye mapenzi yangu. Sheria namba 1, sitaki marafiki wanafiki. Sheria namba 2, unavotembea kwenda dukani uende kama umeme. Na ukifika kule utoe karatasi mangi ya kumishi afu rudi na. Sheria namba 3, ujigaragaze chini. Sheria namba 4, jitahidi kila siku unafanya mazoezi ya kuniambia nakupenda. Na sheria namba 5, jitahidi usionakula sana. Hapo hizo sheria zingine 6 nitakupigia kwenye simu. Ukishafika nyumbani kwenu unapokuwa busy, utanipigia hiyo simu kweli? Busy na nini? Na business. Na business nakuuliza, na business. Na business. Yaani nimechanganyikiwa sana kaka. Hata sielewi nini cha kufanya. Na kila kitu kimekaa vibaya. Sielewi kaka. Nimechanganyikiwa sana. Huyu Zasha kisha nichonganisha na mwanangu. Yaani huyu mwanamke ambaye tunataka kumpa uchawi, Zasha akamwambia kwamba mimi yule ndio mwanaume wake. Yaani mimi nina mahusiano naye yule mwanamke. Kaka, nimechanganyikiwa sana. Zasha sijui katumia mbinu gani kaka. Tunafanyaje hapo kakangu? Pole sana. Wachawi wameamua kukuandama mdogo wangu. Na sasa hivi ameshaingia kwenye mikono yao. Na kumtoa pale ni kazi sana. Sasa ngoja tuanze na hatua ya kwanza. Huyo kijana wako mwambie hivi, huyo Vishi nilitaka nimlete hapo nyumbani ili iwe rahisi wewe kulipa kisasi. Kwa sababu alikufanyia ukatili, basi na wewe umfanyie ukatili tena kwa urahisi. Ndio maana nitaka nimlete hapo nyumbani. Kwa hiyo mwanangu, nataka na yeye tumuumize ili na yeye aone maumivu jinsi gani, jinsi yanavyouma. Kwa hiyo mwambie hivyo kijana wako, tena naamini atakuelewa. Huyo Vishi mimi nitajua jinsi gani ya kumtoa mikononi mwa wachawi, kwa sababu hii ni vita ya wachawi kwa wachawi. Sawa sawa, nimekuelewa kaka. Naitwa dakika 3, usisahau. Unaenda wapi? Bunjala, huna uwezo wa kunizuia. Niache niende nikafanye kile nilichokusudia. Siwezi kuruhusu kapita. Kwani wewe ndo kama mtu ambaye ana hatia? Mwacha akae kwenye nafasi yake. Iko siku atakuja kujitetea. Bunjala, Sinyori hana akili, hajitambui, hajielewi, ni mpumbavu na wala hawezi kujisimamia mwenyewe. Naenda kumuua nibaki peke yangu ili nikaendeleze pale alipoishia yeye. Maana yeye akiguswa tu kidogo anaenda, akipelekwa huku anaenda. Mimi nataka niende nikaendelee pale alipoishia nikapambana na yule mwanaume. Yule yupo katika wakati wake. Wewe upo katika wakati huu. Hauna haki ya kumtoa katika wakati wake. Haya, una faida gani ya kuwa mwalimu? Uniambia utakuwa mwalimu bora kwangu. Utajifunza vitu vingi. Unanifundisha nini sasa hapa? Asila, kupaniki ama nini? Nasema hivi, naomba unisaidie nirudi wakati uliopita Sinyori. Sikupeleki. Uliniambia utanisaidia kurudi wakati uliopita. Naomba unisaidie hilo Sinyori. Siwezi! Janeti! Janeti! Naona kuna mtu anatufuatilia. Huyo mtu ni nani, ana lengo gani? Sijajua. Lakini huyo mtu anatoka baadaye. Na amekuja hapa kwa ajili ya kutupeleleza. Na mtu ukiona anatoka baadaye kuja kutupeleleza, ujue una kitu anakifahamu kuhusu sisi. Kwa hiyo anataka kutukwamisha kwenye mipango yetu ya baadaye. Alafu nikwambie kitu mwanangu ambacho sijawahi kukwambia. Hii elimu ya kuhusu baadaye, sasa na wakati uliopita, wanayo wachawi wachache sana. Kwa ufupi leo nitalea kufunguka lango kutoka wakati wowote ule. Na maanisha wakati uliopita na wakati ujao.
lakini huyo aloingia hapa saizi ni wa kutoka wakati ujao. Sijajua ni nani na kusudio lake ni lipi. Lango limefunguka leo, kufunguka tena mwaka ujao tarehe kama ya leo. Na huwa lina tabia kufunguka kwa siku mara 2, lakini kwa tarehe rasmi ya kufunguka. Kwa hiyo masaa 6 baadaye litafunguka tena na kufunga, na likifunga mpaka mwakani. Kwa hiyo huyo mtu alokuja kutufuatilia, najua lengo lake kutoroka masaa 6 yajayo. Wakati lango litakuwa linafunguka kwa mara ya mwisho. Sasa mwanangu, huyu mtu ni hatari kubwa kwenye maisha yetu na inabidi tumpate na asirudi alipotoka. Kivyovyote vile mimi siwezi kukubali. Kiukweli, nashukuru kwa elimu ulionipatia. Na mimi ni moja ya watu wenye bahati ya kujua habari ya sasa na baadaye. Kwa hiyo mama, mimi nataka nimdhibiti huyo mtu. Mimi ni Janeti, sijawahi kushindwa na mimi sio muoga. Nitahakikisha huyo mtu kabla hajaondoka kwenye huu wakati nimemkamata na nimemdhibiti. Yaani kiufupi nimemuua. Hataki kurudi huko baadaye. Anatakiwa kuishia wakati huu. Na mama, nataka nikwambie, toka ulivyonifundisha kula nyama ya binadamu, sasa hivi nina uchu sana. Kwa hiyo nina hamu ya kutafuna hicho kitoweo ambacho kimejileta kutoka huko baadaye. Yaani nitakitafuna.